kazi, na wananchi wengi wenye hawana biashara, ndio inaongeza watu wenye umaskini Kenya. Na ndio tunasema tukielekea mbele lazima tubadilishe mfumo wa uchumi wa Kenya, ndio tuanze kukabiliana na changamoto hizi mbili, mambo ya ukosefu wa kazi na mambo ya biashara kwa watu wengi, tuondoe umaskini. Nyinyi mnanielewa watu wa Nandi? Mimi nataka munisikize vizuri, kwa sababu kuna maamuzi lazima tufanye hapa mbele. Kuna maneno ambayo inaendesha saa hizi ya BBI. Si nyinyi mnaelewa hiyo maneno? Si mnaelewa hiyo maneno? Mimi nataka niseme hivi, maneno hiyo ya BBI, sisi tunataka heshima. Uamuzi ya kila mtu iheshimiwe, maoni ya kila mtu iheshimiwe, kwa sababu katiba ni mkataba rasmi wa Wakenya wote na vile wanataka mambo yao iendeshwe. Kwa hivyo tuondoe kiburi na tuondoe matusi na tuondoe mambo ya makasiriko na maneno ya kushurutisha wananchi. Sisi tunataka kila mwananchi ajumuishwe katika kuandika hiyo mkataba wa katiba. Nyinyi mnanielewa? Na tunasema baada ya hiyo mambo yote, liwe liwalo, katiba ambayo itakuwa ni katiba ya Wakenya wote. Haitakuwa katiba ya jamii fulani ama watu wa kona fulani ama watu wa mrengo fulani. Katiba ni ya Wakenya wote. Tunaelewana watu wa Nandi County? Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi, ya kwamba sisi ni nchi ya demokrasia, na kwa sababu Kenya ni nchi ya demokrasia, lazima haki ya kila mtu ilindwe na lazima maoni ya kila mtu isikizwe, na hakuna mtu atashurutishwa ama kulazimishwa, kwa sababu katiba ni mkataba rasmi ya Wakenya. Lakini ya muhimu zaidi, hiyo katiba inasema vile mamlaka itagawanywa na vile vyeo itagawanywa na vile pesa itagawanywa. Lakini tatizo kubwa la Kenya ni kwamba umaskini umekita mizizi. Hakuna pesa, hakuna kazi, hakuna opportunity. Hiyo ndio tatizo ya Kenya, na ndio tunasema hiyo maneno ya katiba kubadilishwa ili kuwe na formula ya kugawa mamlaka na vyeo. Sisi tunataka kushughulika na sisi na njia ya kuhakikisha kwamba tunazalisha mali zaidi, tunazalisha opportunity zaidi, na zinapatikana nafasi za kazi ya vijana zaidi, kwa sababu hiyo ndio changamoto ya Kenya. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? So we are saying, as our friends are concentrating on looking for the formula for sharing power, sharing resources, sharing positions, we as the Hustler Nation want to concentrate on ensuring that we create wealth, we create opportunities, and we create jobs, because that is the solution to the challenges facing our nation. It doesn't matter how good a formula we have for sharing. If we do not have what to share, the formula means nothing. Because we need to create opportunity, we need to create wealth, we need to create jobs. If we have opportunity, wealth and jobs, these Kenyans, they will pay taxes, and we will have enough resources to run our development programs. We will not need to go and borrow money from the Chinese and others. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Munisikize vizuri. Sawa sawa? Mwaka huu tutalipa trilioni 1 kwa mikopo, kulipa mikopo ambayo serikali yetu iko naye. Pesa ngapi? Nyinyi mnajua vile trilioni inaandikwa? Mnajua iko na zero ngapi? Unaandika 1 alafu unaandika 0,
mpaka unalala unaamukia the next day kuandika zero tena. Nyinyi mnanielewa? Mwaka huu tutalipa pesa trilioni 1 kwa mambo ya madeni, na dawa ya hiyo madeni ni kuhakikisha ya kwamba Wakenya milioni 16 ambao hawana kazi na hawana biashara, ni kuwapatia nafasi ya kufanya kazi na kufanya biashara. Watalipa ushuru, tutakuwa na pesa ya kuendesha serikali ya Kenya. Hakuna haja ya kwenda kukopa madeni kutoka nchi zingine. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Ndio mimi nasema mambo ya BBI hatuna shida nayo, lakini inatupatia formula ya kugawa. Lakini kitu ya kugawa ndio hakuna. Lazima kwanza tutafute kitu ya kugawa, na kitu ya kugawa itapatikana pale vijana watapata kazi, walipe ushuru. Hawa wananchi wapatiwe pesa ya kufanya biashara, walipe ushuru. Na sisi wote tutakuwa na Kenya ambayo inajitegemea. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Ndio mimi nasema hivi, safari hii mambo ya kuamua serikali haitaamuliwa na watu 2, 3, 4, 5. Serikali ya Kenya haiwezi kuamuliwa tena Nairobi. Serikali ya Kenya haiwezi tena kuamuliwa na viongozi wa makabila. Hapana. Serikali ya Kenya itaamuliwa na mahasla. Watu wajipange. Ama namna gani? Kwa sababu tunataka kuweka serikali ambayo iko na akili ya hasla, ambaye iko na lugha ya hasla, ambaye anajua mama mboga, ambaye anajua mtu ya kinyosi na mtu wa bodaboda. Hiyo ndio serikali lazima tuweke. Nyinyi mnanielewa? Mnajua Kenya hii imepinduka mambo. Zamani katika uchaguzi watu walikuwa wanasema anataka kiti ya prime minister, mwingine anataka kiti gani kubwa. Saa hizi dunia imebadilika. Siasa ya Kenya ya leo maneno ni mangapi? 2. Maneno ni hasla na wheelbarrow. Mambo imebadilika ama bado? Tumebadilisha maneno ama bado? Si imebadilika? Sasa nataka niwaambie 2022 mwaka ujao lazima tuweke serikali ambayo inaelewa lugha ya mtu mdogo. Yeye mnanielewa? Wengine wenu mtaniuliza ya kwamba bwana hasla, hawa mahasla utawatoa kwa umaskini kwa njia gani? Sio ni swali mzuri? Nataka munisikize vizuri. Serikali hii ya Uhuru Kenyatta na mimi ndio tumejenga reli kutoka Mombasa kilomita 700. Ni kweli ama si kweli? Ndio tumejenga mabarabara Kenya hii kilomita 7,500. Ndio tumeunganisha stima watu milioni 5 wapya Kenya. Sasa nyinyi mnaniambia ati tuko na akili ya kutengeneza reli na kutengeneza barabara na kuunganisha stima, alafu akili ya kuondoa hawa watu kwa umaskini itukose? My friend. Nyinyi mnanielewa? Ndio mimi nawaambia, kwa sababu tulijenga reli na barabara na kuunganisha stima, tumesema safari hii tukielekea mbele tutahakikisha kwamba tuna sort out mahasla kwanza. Mama mboga awe na pesa ya kufanya biashara, mtu ya bodaboda awe na pesa ya kufanya biashara, mtu mdogo hapa mkulima awe na pesa ya kufanya biashara. That is what we are going to do. Nyinyi mko tayari pamoja tutembee barabara hiyo pamoja? Mko tayari? Hebu nione wala wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Na mimi nataka niwaambie mahali tutaanza, kwa sababu we have to start somewhere. Mimi nataka niwaambie hapa Emgwen, vile tunafanya katika kila constituency, hii mashule yote tunajenga hapa Emgwen, tunatoa pesa ya serikali milioni 100 kila mwaka ya kupatia watoto basari na kupatia watoto na kujenga mashule. Mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tukiunda serikali ya mahasla, tutahakikisha ya kwamba tunaweka milioni 100 ya CDF ya kujenga shule, na tunaweka milioni 100 ingine kila mwaka, kila constituency
ya kupatia mahasla hapa biashara wafanye. Mimi nauliza nyinyi, nataka niwaulize. Tukipatia pesa hapa mama mboga afanye biashara, si atalipa ushuru? Tukipatia hapa mtu ya kinyozi pesa afanye biashara, si atalipa ushuru? Na mtu ya bodaboda alipe ushuru? Si tutakuwa na pesa ya kuendesha serikali? Kutakuwa na haja ya kwenda kutafuta mikopo kwa watu wengine ya kuendesha serikali? It is as simple as that, my friends. Hakuna rocket science hapa. Ni kuhakikisha kwamba Wakenya wanalipa ushuru kwa sababu wako na pesa mfukoni, wako na biashara, wako na kazi, watalipa ushuru na Kenya itabadilika. Nyinyi mko tayari? Watu wengi hata hawa wa bodaboda hapa, hizi pikipiki wanaendesha sio yao. Wengi wao wanapatiwa na watu wengine. Na huyu mtu wa bodaboda anahitaji 20,000 peke yake. Aende aweke deposit, apatiwe pikipiki yake, ile pesa ingine iko juu atalipa. Hiyo ndio tunasema tutaweka pesa kama ya CDF. Huyu mtu wa bodaboda aende akope 20,000, anunue pikipiki yake, aendeshe, alipe ile ingine, alipe ushuru, tujenge Kenya. Mama mboga vile vile, mtu ya kinyozi vile vile. Na mimi nawaambia, hatuwezi kuendelea na biashara kubwa peke yake. Tunasema lazima tuzalishe biashara nyingi hapa chini, ndio Wakenya walipe ushuru, ndio Wakenya hapa chini watengeneze mali, tuzalishe uchumi, tuondoe umaskini, Kenya iwe ni yetu sisi wote tunajivunia. Tumeelewana watu wa Nandi? Mko tayari? Mko na imani? Si hii serikali ya Jubilee tuliunda na nyinyi? Kwani tulipatiwa na mtu? Si tuliunda pamoja? Hiyo ya 2022 sisi tutaunda tena. Mko tayari? Vile tuliunda hii sisi tutaunda hiyo. Hebu nione wale wanasema tuko tayari. Bas. Hapa niko na wenye boma. Wacha nipati we Fred. Niko na bwana Fred. Simama hapo, panda hapo juu. Panda kwa gari ya mdosi hapo. Haya, bwana Fred. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hai. 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 Bas. Rani ko mi magari hatari ya mauna takinye. Koma ameja mwara teke jang. Ameja leji ngitongo mheshimiwa Ruto. Kingeta ubani. Keguruna asla ko kere biko rais.